Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchembe amezua gumzo kubwa kitaifa baada ya kutembelea na kumjulia hali mstaafu Rais wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Tukio hilo la aina yake limetokea Agosti 10 mwaka 2026 katika makazi rasmi ya Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete yaliyopo eneo la Kawe jijini Dar es Salaam, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel alifika mahali hapo kwa ajili ya kuzungumza naye kwa kina pamoja na kufahamu hali yake ya afya na maendeleo yake ya kila siku. Katika ziara hiyo iliyofanyika jijini Dar es Salaam, kiongozi huyo mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alionekana akitoa heshima na kujenga mazungumzo ya karibu sana na kiongozi huyo mstaafu wa awamu ya 4, jambo lililoibua hisia, maoni na mijadala mbalimbali kwa wananchi walioiona tukio hilo kupitia picha na taarifa zilizozambaa kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Utembeleaji huo wa kiongozi wa kitaifa katika makazi ya Kawe jijini Dar es Salaam umeonekana na wadau wengi kuwa sehemu ya kuendeleza utamaduni uliojengeka wa viongozi wakuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwathamini, kuwajali na kuwaenzi viongozi waliowahi kushika nafasi za juu kabisa katika uongozi wa taifa hili. Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ni miongoni mwa viongozi waliotoa mchango mkubwa na wa kuigwa katika historia ya nchi ya Tanzania baada ya kuiongoza nchi hiyo kwa kipindi cha miaka 10 mfululizo kuanzia mwaka wa 2005 hadi mwaka wa 2015. Katika kipindi hicho chote cha uongozi wake nchini Tanzania, Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete alisimamia kikamilifu utekelezaji wa sera mbalimbali za maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ikiwemo uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu, afya, miundombinu na diplomasia ya kimataifa, huku akijenga mahusiano ya karibu na ya kimkakati na mataifa mbalimbali duniani. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchembe amekuwa akifanya majukumu yake mbalimbali ya kitaifa tangu kuteuliwa kwake katika nafasi hiyo ya uongozi, akiwakilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika shughuli mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa ndani na nje ya nchi. Ziara yake hiyo katika makazi ya Kawe jijini Dar es Salaam kwa rais mstaafu wa awamu ya 4 imeelezwa na baadhi ya wadau wa masuala ya uongozi na siasa kuwa ni ishara ya wazi ya heshima, mshikamano wa kitaifa na kuendelea kuwathamini uzoefu wa viongozi waliotangulia katika kuijenga na kuileta maendeleo endelevu nchini Tanzania. Uchambuzi wa kina wa msingi wa tukio hili unaonyesha kuwa sababu kuu ya mkutano huo wa viongozi hawa wawili katika eneo la Kawe, makazi rasmi ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete Dar es Salaam, ni azma ya kuwajulia hali viongozi wastaafu na kubadilishana nao mawazo kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya taifa. Viongozi wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuwa wakitambua kuwa uzoefu wa viongozi waliopita ni rasilimali muhimu sana katika kuendeleza misingi ya utawala bora na utulivu wa nchi. Hatua hiyo ya makamu wa rais Balozi Daktari Nchembe kumtembelea rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete inaimarisha dhana kwamba uongozi ni mnyororo na unauunganisha waliopita na waliopo madarakani na wale watakaokuja kushika madarakani kwa ajili ya ustawi wa jamii. Athari za tukio hilo vilevile zimeonekana wazi kupitia msisimko
na mjadala mpana ulioibuka miongoni mwa wananchi, wachambuzi wa siasa na wadau mbalimbali waliopata fursa ya kuona picha na taarifa za kukutana kwa viongozi hao wawili nchini Tanzania. Wananchi wengi wameonyesha kuguzwa na picha za kiongozi huyo wa sasa wa serikali Emmanuel akiwa na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, wakieleza kuwa vitendo vya namna hivyo vinajenga matumaini na kuonyesha utulivu wa kisiasa ndani ya nchi. Umuhimu wa swala hili unajidhihirisha katika kuhifadhi uzoefu wa uongozi na kukuza utamaduni wa kuheshimiana na kuendeleza umoja wa kimataifa chini Tanzania. Uhusiano wa taarifa hii na matukio mengine ya kiserikali unajidhihirisha kupitia utaratibu wa kawaida na unaotambulika uliowekwa na viongozi wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuwatembelea viongozi wastaafu kwa nyakati tofauti tofauti. Pamoja na kukabiliwa na majukumu mengine mengi ya kila siku ya kiutendaji na kitaifa, viongozi wakuu wa nchi wamekuwa na utaratibu huo wa mara kwa mara wa kuwatembelea viongozi waliostaafu ili kuwajulia hali na kuendeleza mshikamano madhubuti ndani ya nchi. Uratibu huu umekuwa ukifanywa mara kwa mara na viongozi wa ngazi za juu ili kuhakikisha kuwa mfumo wa uongozi nchini unakuwa na endelevu na mahusiano mema. Nafasi ya taasisi kuu za uongozi nchini Tanzania inabaki kuwa nguzo kuu na ya msingi katika kuimarisha mshikamano huo. Mfumo wa uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unadhihirisha uwezo mkubwa wa kuunganisha viongozi waliopo madarakani na wale waliostaafu ili kudumisha misingi ya heshima, utu na utawala wa sheria. Taasisi za serikali zinaendelea kusimamia utaratibu huu kama sehemu ya utamaduni wa kisiasa unaoleta utulivu na mshikamano miongoni mwa raia na viongozi wenyewe. Historia ya rais mstaafu wa awamu ya 4 Daktari Jakaya Mrisho Kikwete na mchango wake mkubwa katika sekta za elimu, afya, miundombinu na diplomasia inajenga msingi imara wa ushirikiano na ukaribu huo wa kiongozi wa sasa makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi. Daktari Mrisho Kikwete akiwa madarakani kwa miaka 10 aliongoza utekelezaji wa miradi mingi ya kimkakati ambayo leo hii inatumiwa kama msingi wa maendeleo na serikali iliyopo madarakani. Mchango huo wa kihistoria unafanya ziara kama hizi kuwa na maana kubwa zaidi ya kiserikali na kisiasa. Mtiririko wa matukio hayo yaliyojiri kunaonyesha kuwa tukio hili lilianza rasmi na kufika kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi katika makazi yake ya Kawe jijini Dar es Salaam, likifuatiwa na mazungumzo ya ana kwa ana na ya karibu kati yake na rais mstaafu Kikwete kuhusu hali yake na masuala mbalimbali, na kuishia na kusambaa kwa picha pamoja na taarifa zilizozua mjadala na kutafsiriwa na wananchi wengi nchini Tanzania kama ujumbe mzito wa kuwathamini utu, heshima na mshikamano miongoni mwa viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.